Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Naomba niwakaribishe tena mbele za Bwana katika siku yetu ya 5 ya mfululizo wa maombi ambao tutaendelea nayo kwa siku zote 21 kama tulivyo kusudia. Na Mungu wetu si dhalimu hata asiweze kutujibu wala asiweze kutenda yale yaliyo njaa yetu, lakini pia inajua hatuombi isipokuwa Roho Mtakatifu ametutilia jambo la kuomba. Kwa hiyo yeye aliyesema kwamba ombeni nanyi mtapata, ndiye anayetia jambo la kuomba akiwa amekusudia kulifanya. Kwa tunaamini kabisa kwamba haya tunayoomba yamo katika moyo wa Mungu kutaka kuyatenda, lakini anataka kutimiza kanuni yake ya kwamba anatenda tunapoomba. Bwana wetu Yesu asifiwe. Alisema kwamba hampati kwa sababu hamwombi, na hata mkiomba mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Na hilo ndilo kosa waliofanya watu wale, waliwakiomba ili wavitumie kwa anasa. Na kwa hiyo akawaambia, ndio maana sijibu, ni kwa sababu kuna kosa mnalifanya katika kufunga kwenu. Mnafunga kweli, lakini nataka mtakachopata kutoka kwenye kufunga mkitumie kwa anasa zenu. Yakobo akaliandika vizuri kwetu na kwa kanisa, akasema kwamba hampati kwa sababu hamwombi, na hata mkiomba mwaomba vibaya ili muweze kuvitumia kwa tamaa zenu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya kanisa la Mungu. Naomba tuanze kipengele kipya. Agenda ya maombi ni ile ile. Inasema tujenge yale yaliyobomoka. Tujenge yale yaliyobomoka. Na tumepitia siku kadhaa za kuangalia ubomoaji na kubomoka kulivyo kwingi, lakini Mungu anachotutaka ni kunyanyuka tena na kujenga. Na inawezekana tukajenga, lakini ili tuweze kujenga yaliyobomoka, leo nataka tuzungumze misingi. Ujenzi wowote, uimara wake ni msingi gani umeandaliwa kwa ajili ya ujenzi huo? Haleluya kanisa la Mungu. Kwa nitatumia siku kadhaa, pengine zaidi ya 2, 3 au 4 kuzungumza misingi. Haleluya Bwana, watu wa Mungu. Naomba tusome pamoja katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto, au waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 3 mstari wa 10 kuendelea mpaka mstari wa 17. Biblia inasema, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Mstari wa 16 unaweza usione kwa haraka
unaunganaje na hayo tuliomaliza kusema hapo juu au tuliomaliza kusoma hapo juu? Mstari wa 16 unasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kanisa la Mungu, Biblia inatueleza kwamba tunapojenga chochote, ikiwemo na kujenga kanisa, ujenzi wa kanisa umewekwa kwenye msingi. Narudia kuwatazamisha upya, maandiko yanasema kwamba Yesu anajenga kanisa. Sikiza hilo neno, anafanyaje? Anajenga kanisa. Mathayo anasema, Yesu anasema, nitajenga kanisa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitalishinda. Paulo anasema nimeweka msingi, na mtu yeyote aangalie anajengaje juu yake, kwa kuwa msingi mwingine hakuna mtu mwingine anayeweza kuweka ila umekwisha kuwekwa tayari, na msingi huo ni Yesu. Sasa linganisha maneno hayo ya Mathayo ambayo ni maneno ya kinywa cha Yesu yeye mwenyewe moja kwa moja, halafu uje angalia maneno ya Paulo. Paulo anasema msingi ni Yesu, halafu Yesu anasema kanisa linajengwa juu ya msingi, juu ya mwamba. Kujenga juu, tafsiri yake hapo panapoitwa kujenga juu yake, hicho ambacho kinachojengwa juu yake, jina lake lingine ni msingi. Mnanielewa vizuri? Ujenzi wowote unajengwa kwenye msingi. Kwa sasa sijajua msingi nao si sehemu ya jengo, lakini anazungumza mtu alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Je, mwamba ni sehemu ya jengo au sio sehemu ya jengo? Amejenga nyumba juu ya, haleluya. Msingi ni sehemu ya nyumba, lakini msingi una maana kubwa ambayo weight ya nyumba inautegemea. Haleluya. Ndio maana ukielezwa ni kama naelezwa kama kitu kingine kinachojitegemea. Msingi unatajwa kama kitu kingine, na halafu iliyojengwa nyumba yake ndio inaitwa, iliyojengwa juu yake ndio inaitwa nyumba. Halafu msingi unatajwa kama kitu kingine. Haleluya. Lakini nyumba na msingi vimeambatana, viko pamoja. Nyumba inajengwa juu, chini yake kuna msingi, na nyumba yote itadumu kiasi gani, itakuwa na nguvu kiasi gani, itakuwa bora kiasi gani, ni ina msingi bora kiasi gani. Kwa nimesema naongelea msingi imara. Haleluya. Naongelea msingi imara. Kwa Yesu akasema najenga kanisa. Sema kanisa. Najenga kanisa. Na mimi nyakati zote tangu nimeanza mpaka leo nazungumza kujenga kanisa. Kanisa ambalo lina mambo yamebomoka, likaondolewa hadhi ya kufanana na kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, tusijifariji. Yesu anajenga kanisa, na aina ya kanisa Yesu analojenga haina modification, yani haifanyiwi mabadiliko. Inajengwa vile vile
kama alivyochora ramani yake tangu mwanzo wa kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, na ramani ya kanisa akaja akaifunua kwa kazi ya msalaba. Kanisa, mnanielewa? Nataka niwaambie tena, Yesu hana kanisa lingine. Kanisa ni lile aliloanzisha msalabani, hana lingine. Tunaweza tukaweka vitu vingi tukahalalisha kutengeneza kanisa lingine, lakini Yesu hana kanisa lingine. Kanisa la Yesu ni moja, aliliasisi kwa kazi ya msalaba. Haleluya! Kanisa ni moja tu, na Yesu aliliasisi kwa kazi ya msalaba. Maneno mengi yametumika. Mwingine anasema alilinunua, mwingine anasema aliliposa, anasema alikomboa. Maneno mengi yametumika pale, lakini vyovyote vile Yesu aligharimika kujenga kanisa. Haleluya! Na anatumia neno hilo hilo kujenga, anajenga. Haleluya! Yesu anajenga kanisa, au kwa lugha nyingine alijenga kanisa. Halafu katikati ikaja mifumo ya dunia ikabomoa kanisa. Mnanielewa vizuri, watu wa Mungu? Katikati kukaja mifumo ya dunia ikabomoa kanisa, lakini kanisa lilijengwa. Tangu lilipoanza na Matendo ya Mitume, lile ndilo kanisa. Kama nataka kuona ramani ya kanisa, nenda Matendo ya Mitume, utaona ramani ya kanisa. Haleluya, haleluya. Baada ya Matendo ya Mitume, kama Mungu atakujalia kufuatilia kanisa kwa historia yake kutoka kipindi kile mpaka kufika tulikofika, ulitokea mabadiliko. Kanisa lililojengwa likaenda likabomolewa Rumi. Haleluya. Mitume wale walienda Rumi, kina Petro, kina nani, kina Paulo, wote walifia huko Rumi. Haleluya. Wakawepo wa Kristo, vitu kadha vikaanza kubadilishwa. Haleluya. Wale wazee walioachwa na Yesu wakafuata ramani ya Yesu ya kanisa, walipoisha, watu waliofuata na kizazi kilichokuwepo kilikosa ramani, lakini kikaamua kanisa tuliendeleze, basi tuweke hiki na hiki na hiki. Vikaanza kuwepo vitu havikuwa kwenye ramani. Umeelewa mpaka pale? Kanisa likaanza kuitwa jina kanisa, lakini ramani yake ukiangalia ujenzi wake haufanani na ujenzi Yesu alilojenga kanisa. Likaanza kutokea kanisa lingine, nalo linaitwa kanisa. Kizazi baada ya kizazi, Mungu aliinua watu. Haleluya. Akawasha moto ndani yao, akatia mzigo ndani yao, wakaanza kupiga kelele, kukaanza kutokea uamsho. Kanisa narudi kwenye shepu, kanisa la Yesu linaanza kurudi. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Baadaye wale wazee wakizeeka tena, wakifa, kina Martin Luther na wengine wengi waliofuata baada ya Martin Luther, kanisa linakufa. Jina kanisa linabakia, lakini ramani imebadilika, mjengo umebadilika. Na ninyi mnaelewa vizuri, serikali zote haziruhusu ujenzi holela. Ukiona kuna ujenzi holela umefanyika mahali popote, ni ukiukwaji wa sheria watu wamefanya. Lakini serikali siku zote inataka iratibu ujenzi kwenye miji yote. Nyumba za kwenye miji, serikali inataka zipitiwe na wataalamu wa serikali, ramani zake,
wahakikishe wameridhika kwamba hii nyumba ni kiwango kinachokubalika kitaalam na serikali na sera yenyewe ya nyumba ya nchi. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini wajenzi holela hawakosekani kila mahali. Sema wajenzi holela. Jina la Yesu. Ukiona vitu vinaendelea kanisani sivyo, usifikiri ni Mungu, wala mtu usijifariji. Kuna ujenzi holela. Kuna watu wanaanza kusema mbona tunamwonaga Bwana hata tukiwa hivi, mbona Bwana yupo hata tukiwa hivi, mbona hatujalaaniwa hata tukiwa hivi. Hiyo ujenzi holela huo. Yesu ana kanisa alilojenga, lina ramani hii moja, halina ramani mbili. Haleluya. Kanisa la Yesu halina ramani mbili. Iliyoanza Matendo ya Mitume ni hiyo hiyo mpaka atakapokuja kunyakua kanisa. Ramani ya kanisa inayojenga kanisa ni ile ile, hakuna ramani nyingine. Ramani ya kanisa ni ile, haiwezi kubadilika. Msingi ni ule ule. Haleluya. Tutaboresha, tutasema misingi ya madhehebu yetu, tutasema misingi ya nchi zetu, ya tamaduni zetu. Tunaita kanisa la Kitanzania, kanisa la kinini, kanisa la kinini, kanisa la kinini. Hakuna kanisa la kinini. Msingi ni mmoja, ni Yesu. Haleluya. Kwa hiyo wanainuka watu, ujenzi holela umetokea. Mungu anafika mahali anasema no, hatuendelee hivi. Anainua mtu ananyanyuka. Haijalishi yuko nchi gani, yuko bara gani. Mtashtukia Amerika amenyanyuka mtu. Anaanza kuhubiri. Anaanza kujitoa. Anaanza maisha sio ya kawaida. Halali kama wengine wanavyolala. Analala kwenye maombi. Analala milimani. Anasema pasipo hofu. Anajinyima chakula siku nyingi. Anapita kwenye miji, anapiga kelele. Anaenda mwisho, Mungu anashusha roho wa Mungu kwa nguvu. Moto unawaka. 3 wanadaka, 4 wanadaka, 5 wanadaka. Bado nakuta jimbo limedaka, nchi imedaka. Kunatokea uamsho, kanisa linarudi mahali pake. Mungu anatembea. Kazi za Mungu zinaweza kutokea. Uweza Mungu unaanza kuonekana. Nguvu za Mungu zinaanza kuonekana. Baadaye wanaenda. Wale wazee walio uamsho wanakufa, wanazeeka, wanakosa nguvu za kuendelea kuhubiri. Kinainuka kizazi, kinaanzisha kubadilisha ramani. Haleluya. Ramani ilikuwa imejengwa vizuri. Ujenzi unavyoendelea humu mjini, unamaliza mwaka umeongeza banda lingine, hilo haliko kwenye ramani. Lakini wakienda kule wakisoma, wanasema kiwanja fulani ramani ilipitishwa. Wanaamini nyumba iko kama vile, kumbe nyumba ilishakuwa nyingine. Ndicho tunachotenda kwenye kanisa. Haleluya. Ndicho kinachotokea kwenye kanisa. Yesu ana kanisa alilolijenga kwa ramani yake, lakini tunavyoendelea tunaendelea kuweka vya kwetu. Mwisho kanisa linakuwa kitu kingine kabisa. Sio kile kinajulikana mbinguni, sio kile kiliasisiwa mbinguni, ni kitu tofauti. Na ndicho anachozungumza, tujenge yaliyobomoka. Tutengeneze yaliyoharibika. Tujenge yaliyobomoka. Tutengeneze yaliyoharibika. Biblia inasema na watu wako watajenga mahali palipobomoka. Haleluya. Watakuwa wenye kuinua misingi ya vizazi. Jina la Yesu libarikiwe. Tujenge. Kuna ujenzi holela umeendelea kwenye nyumba ya Bwana. Kuna watu tunaleta ya kwetu, tunaleta mipangilio yetu, tunaleta mafundisho yetu, tunaleta kanuni zetu, tunaleta namna zetu. Ujenzi holela unaendelea kutokea kwa nyumba ya Bwana. Lakini nyumba ya Bwana ina ramani yake, ina ujenzi wake. Kwa Paulo akasema msingi tayari upo, msingi umekwisha kuweka, lakini jihadharini mnajengaje juu ya huo msingi. Shika hilo neno vizuri. Haleluya.
Anasema msingi umekwisha kuwekwa na wala hautabadilishwa. Msingi utabaki ni Kristo, lakini angalieni mnajengaje juu ya huo msingi. Msije mkajenga kumbe mmeshaacha msingi. Haleluya. Mkadhani mnajenga kanisa kumbe mmeshaacha msingi. Hamjengi juu ya msingi, hamjengi juu ya ule msingi. Akasema msingi mwingine hakuna anayeweza kuweka, umekwisha kuwekwa tayari, na ule msingi unaitwa Kristo. Haleluya. Atakayejenga tofauti, sikiliza, anasema atakayejenga tofauti na ramani. Haleluya. Kazi yake na ujenzi wake utapimwa kwa moto na utajaribiwa kwa moto. Haleluya. Haleluya. Utajaribiwa kwa moto. Atakayejenga ujenzi mwingine, ujenzi ule material alizotumia zingine zimefananishwa na dhahabu. Hizo ni zile alizokusudia Yesu kanisa lijengwe. Ubora wa kanisa, ubora wa dhahabu. Haleluya. Ubora wa kanisa, ubora wa fedha. Ubora wa kanisa, ubora wa mawe ya thamani. Haleluya. Sikiliza kanisa, na ndicho nilikuwa nawaambia juzi. Kanisa linalojengwa kwenye ubora, uchafu hauingii. Uchafu kijaribu kuingia, moto kipita unatenganisha. Uchafu unajiondoa tu. Unajua kazi ya moto nini kwenye dhahabu? Dhahabu mnaichimba, kuna vingine vimejichanganya changanya au fedha. Kila madini, kila meto ina kitu tunachokiita, sisi tuliosoma fizikia, inaitwa melting point na boiling point. Haleluya. Dhahabu ina melting point yake. Nyuzi kadha zamani nilipokuwa mwanafunzi kwa nazijua, sasa hivi nimeshazisahau. Labda ndugu yangu anayefanya huko anaweza kuzikumbuka. Centigrade 1300. Nyuzi joto za centigrade 1300. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua barafu inayuka kwenye nyuzi ngapi? 0 centigrade. Inayeyuka, inaanza kuwa maji. Ukiendelea kuweka moto ikachemka fika nyuzi 100, inaacha kuwa maji na kuwa moshi, mvuke. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa inafika 1300 nyuzi joto za centigrade. Dhahabu tena sio kitu kigumu, inaanza kuwa uji. Ikishakuwa uji, unaimimina, unaitoa. Vile vingine nyuzi zake joto sio hizo, haviwezi kuwa uji, vinabaki vyenyewe. Dhahabu imeshachomoka. Ndio maana niliwaambia kusafisha kanisa hakuhitaji maneno mengi, wala taratibu nyingi za kibinadamu, wala vurugu nyingi, wala kubaguana kwingi. Wewe washa tu moto, kanisa litaonekana na uchafu wa kanisani utaonekana. Mmeelewa vizuri? Washa tu moto vizuri, kanisa litatokea na uchafu utatengwa. Naomba twende kwa utaratibu wa kimungu wa kujenga kanisa. Wewe chochea tu, acha tu maneno, acha kutazamana vibaya, wewe chochea. Haleluya. Kanisa limejaa wazinzi, limejaa watu, wewe chochea moto tu, wazinzi watachomoka tu. Haleluya. Haleluya.
limejaa waongo, limejaa wewe chochea tu. Na mimi ndicho nawaambia kanisa, tutoke kwenye hatua hiyo, tuanze kuchochea kwa jina la Yesu. Kanisa la Mungu linathibitishwa na moto. Akasema aliyejenga kwa mawe kazi yake itaonekana kama kweli alijenga kwa mawe ya thamani. Aliyejenga kwa dhahabu kazi yake itaonekana kama kweli alijenga kwa dhahabu. Aliyejenga kwa fedha kazi yake itaonekana kama kweli alijenga kwa fedha. Na aliyejenga kwa miti halafu akawa anadanganya watu, na mimi hii ni dhahabu, moto utapita, watajua ilikuwa dhahabu, ilikuwa miti. Haleluya. Tunajenga kwa miti, lakini kwa kuwa kipimo hakuna, moto hamna. Haleluya. Aliyejenga kwa miti na wa dhahabu wote wanaonekana kama wako sawa, lakini wacha moto wake, kazi za dhahabu zitaonekana na za miti zitaonekana. Mnanielewa vizuri? Za nyasi zitaonekana. Watu hawa naongea nao, msisikilize maneno na kwenda kulala. Mkitoka kusikiza haya maneno, nendeni mkachochee moto. Kila mtachochee moto. Unajua kuna tatizo moja baya sana la watu kwa wasikiaji wasahaulifu. Laiti kanisa watu wangekuwa nasikia, halafu wakimaliza kusikia wanaenda na moto ule walichokisikia wanaanza kukiweka kwenye maisha. Hatutamaliza mwaka mmoja wala miezi si mingapi kabla hatujajua miti ni hii na dhahabu ni hii. Tutajua washirikina ni hawa na watakatifu ni hawa. Tutajua wakweli ni hawa, wasio wakweli ni hawa. Tutajua waongo ni hawa na wakweli ni hawa. Tutajua. Tunachanganyikiwa kwa sababu hakuna moto. Moto hauwaki. Kanisa linajengwa kwa moto. Yesu alikubali kuwa msingi wa kanisa, ambalo majenzi yote, kabla unaleta material yako, haijathibitishwa kwamba hii iwekwe iwe tofali, moto unapita kwanza. Inastahili kukaa hapa kwenye huu msingi? Haistahili. Ikishateketea hiyo imetoka. Jina la Yesu libarikiwe. Ikishawaka imetoka hiyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikishaimarika na kuwa pure zaidi, Yesu anasema hii inafaa kwenye kanisa. Anajenga kanisa kwa mawe, anayaita mawe yaliyo hai. Haleluya. Ninyi nyote kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe maskani ya Mungu katika roho. Kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe maskani ya Mungu katika roho. Kanisa, kila mtu amua kuwa jiwe lililo hai ndani ya kanisa, ndani ya jengo linaloitwa kanisa, ambalo ndani mwake Mungu anakaa, anafanya maskani yake. Haleluya, watu wa Mungu. Nilikuwa nasema lazima tutazame msingi na turudi kwenye msingi. Chochote kile ambacho kinatoka nje ya Kristo Yesu kisiwe na nafasi kwenye kanisa. Kanuni ambazo hazikubaliani na neema ya Kristo Yesu zisiwe na nafasi kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipojenga kanisa la Matendo ya Mitume, jambo la kwanza alilolitumia kulijenga kanisa la kwanza, soma Matendo ya Mitume. Watu wote walikuwa wanadumu kwenye fundisho la mitume. Sawa sawa. Huu uzembe wa watu wanaishi kijanja tu. Haleluya. Wanaimba kwaya, wanarukaruka. Halafu mnakuja kwenye masomo, kitu kidogo, hata wakiuliza jambo moja tu, kuchangia tu kwenye Sunday school, unaona watu wanainama. Haleluya. Hawajui chochote.
hawajui Yesu wa kujenga kanisa la namna hiyo, kanisa la kuishi kama kusanyiko la kijamii lisilo na ujuzi wa kweli wa Mungu. Hilo halikujengwa Matendo ya Mitume, halikuwepo. Narudia tena, halikuwepo. Mitume waliandika, Paulo aliandika kwa Timotheo, akasema watu hawa wanasikia sauti za kishetani. Haleluya, haleluya. Ngoja nikusome hii hapa kitu. Waraka kwa Timotheo, nianze kwanza na waraka wa pili. Haleluya. Anasema, lakini ufahamu neno hili, naanza mstari wa kwanza mpaka wa 7, ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao na ujiepushe nao. Maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote. Sema wakijifunza siku zote. Siku zote wanajifunza, lakini siku zote hawajui kitu. Ushaona kanisa la namna hiyo? Haleluya. Ushaona kanisa la namna hiyo? Siku zote wanasikiliza, lakini hakuna kitu ndani yao. Haleluya. Siku zote wanaishi kidunia na wanajifunza siku zote. Wakikabiliana na jambo, hawalikabili kimungu. Hawezi kutoa hata ushuhuda, hawezi kuongea kwa ujasiri kukataa jambo baya au ovu, lakini wanajifunza siku zote. Wanajifunza siku zote, lakini hicho wanachojifunza hakionekani kwenye maisha yao. Haleluya. Wanajifunza siku zote, hicho wanachojifunza hakiishi kwenye matukio wanayokutana nayo. Hakiishi, hakipo. Wanajifunza siku zote. Kwa nini? Wameshikwa na roho ya dunia. Roho ya dunia ina sifa hizo zilizotajwa hapo juu. Watajipenda wenyewe, hawapendi Mungu, wanajipenda wenyewe. Hawataki suluhu, hawapendi wa kwao, hawatii wazazi wao, wasingiziaji, watukanaji. Haleluya. Wapenda fedha. Haleluya. Watu hao, hicho ninachokiongea hapo ndio dunia yenyewe. Hiyo ndio dunia. Mara nyingi tunasema dunia imeingia kanisani. Na tukisema dunia imeingia kanisani, tunaangalia nani amevaaje na nani amechanaje nywele. Lakini kuna zaidi ya kuchana nywele na kuvaa. Haleluya. Kuna zaidi, dunia ni zaidi ya kuchana nywele na kuvaa. Haleluya.
Watu hawasuluhishiki, lakini wanajifunza siku zote. Haleluya. Watu hawapatani na wanajifunza siku zote. Haleluya. Watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu na wanajifunza siku zote. Watu sio watiifu, hawatii wazazi wao na wanajifunza siku zote. Ukisema wazazi, wapo wa kimwili na wapo wa kiroho. Haleluya. Hawatii wazazi wao na wanajifunza siku zote. Haleluya. Kwa kanisa wakati linajengwa, lilijengwa juu ya Kristo Yesu, na mambo yaliyozingatiwa katika kujenga misingi ya kanisa juu ya Kristo Yesu, jambo la kwanza lilikuwa ni neno. Naongea habari ya kurudi kwenye misingi. Siku hizi tunataka kujenga kanisa lisilojengwa kwenye neno. Haleluya. Kanisa lisilojengwa kwenye neno. Kanisa lisilojengwa kwenye shuhuda. Sikatai shuhuda, napenda shuhuda na mimi ninazo. Haleluya. Lakini shuhuda sio msingi wa kanisa, sio msingi wa kujenga kanisa. Mungu amenifanyia nini? Mungu amenipa kile, Mungu kanipa kile, Mungu kanifanyia hiki, Mungu akanivusha mahali fulani. Huo sio msingi unajenga kanisa. Nilipona mafua, nilipona mguu, nilipona mgongo. Huo sio msingi unajenga kanisa. Haleluya. Nimepata shamba, nimepata gari, nimepata degree, nimepata nini. Huo sio msingi unajenga kanisa. Siku hizi tumegeuza, tunajenga kanisa kwenye hiyo misingi. Hiyo sio misingi ya kanisa. Mnanielewa vizuri watu wa Mungu? Hiyo sio misingi ya kanisa. Na mimi naomba msikumbwe. Usikumbwe na dunia inavyokwenda. Rudi kwenye misingi. Kanisa la Matendo ya Mitume lilijengwa kwenye neno. Haleluya watu wa Mungu. Nikiwa namalizia, tutaendelea kwa sababu nimesema nina siku kadhaa za kuzungumza habari ya kurudi kwenye misingi. Haleluya. Kanisa la Matendo ya Mitume lilijengwa kwenye mauti na ufufuko wa Yesu. Ndio maana kila siku wakizungumza wakosi kuzungumza ufufuko wa Yesu na mauti ya Yesu. Na ili hilo jambo liendelee kuwa hai linakumbukwa, walimega mkate kila siku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumega mkate hakumaanishi ule mkate ndio umekuwa mwili wa Yesu, na wala ile divai imekuwa damu ya Yesu. Hapana. Yesu alisema mtafanya hivi kila mnywapo na kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Mjue kwamba siku zote mimi ndio Bwana wa kanisa. Mjue kwamba siku zote niliwanunua kwa damu. Mjue kwamba siku zote mmepatikana kwa mimi kujitoa. Mjue kwamba siku zote ninyi mko kwenye agano na mimi. Msipoteze hiyo. Hiyo endelee kuwa fresh kwenye fahamu zenu. Ndio maana ya kule kula. Sio kwamba ile kikombe ni damu ya Yesu. Ile ni divai tu. Haleluya. Sio kwamba ule mkate ni mwili wa Yesu. Ule ni mkate tu, ni ngano. Ni Yesu alisema siku zote Mungu akifanya agano ili alifanye hai kulihusisha kula. Soma wakati siku ile anafanya agano la kale kwenye mlima Sinai. Biblia inasema walimaliza, Musa kanyunyiza damu kwa watu kwa madhabahu ile na kadhalika na kadhalika. Mwisho maandiko yanasema wakala na kunywa. Hamjasoma hapo? Soma sura 24 Kutoka, sio sasa hivi. Tutasoma kwa muda wako.
Baada ya Musa kusema hii ndio damu ya agano ambalo Bwana Mungu wenu anafanya nanyi, watu wote wakasema hayo maneno yote Bwana ndio sema tutayafanya nasi tutatii. Halafu wakala na kunywa. Na Yesu alipomwaga damu kabla ya kwenda msalabani akawaambia jambo hili mlifanye, akawachukua wakala na kunywa, akasema kikombe hiki ni damu yangu ya agano, na mwili huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kila mnapokula na kunywa kwa ukumbusho wangu. Paulo anamalizia vizuri katika Wakorintho wa kwanza sura 11, anasema tunapofanya hivyo tunatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Ni namna nyingine ya kuweka wazi tangazo kwamba Bwana, sisi tuko hapa kwa sababu ya mauti ya Bwana. Tupo tulivyo kwa sababu ya mauti ya Bwana. Tunatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Unajua tunaweza tukaishi kwenye Kristo na tukajiita kanisa na halafu tunaishi maisha ambayo kama hatufanani na wanaokumbuka kwamba walinunuliwa kwa damu. Tunatenda matendo kama watu ambao hawakumbuki kabisa kwamba kuna aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Na ndivyo tunavyoishi. Kanisa wakati linajengwa kwenye ule msingi ambao ni Yesu, yaliyotumika kulijenga kanisa ni hayo. Kanisa lijengwa kwenye uhalisia wa kujua kwamba ni matokeo ya mauti ya Yesu. Limo katika agano na Mungu kupitia Yesu. Mengine nitaendelea kuyasema kwa kadri tunavyoendelea. Wakati utuombe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Paulo akaandika akasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la. Kwa nini nasema msingi ya mitume na manabii? Yale mambo wale mitume na wale manabii waliotoka kwenye mikono ya Yesu walioyajenga na kuyasimamia, ndio sisi sote tunaofuata tumejengwa juu yake. Lakini naambie, liko wapi kanisa limejengwa bado kwenye misingi ya wale wazee? Liko wapi? Tembea kwenye hii dunia, anzia hapa tulipo, tuangalie maisha yetu. Nenda na makanisa mengine, angalia watu wanavyoendelea. Waangalie mitandaoni na mambo wanayoyaongea mitandaoni. Watu wa kanisa, angalia wanayosema mitandaoni. Angalia lugha zinazotoka miongoni mwa watu wakubwa wa kanisa, watu mashuhuri wa kanisa. Halafu uitazame ile misingi ya wale wazee tuliojengwa juu ya misingi walioisimamia. Angalia kama tunafanana. Angalia kama tunafanana. Angalia kama tunafanana. Wale ambao Biblia imetuambia tumejengwa juu ya misingi yao, waangalie kama tunafanana. Nasema maneno haya kwa maumivu mengi. Nasema maneno haya kwa mzigo mkubwa. Haleluya. Nasema maneno haya kwa mzigo, kwa sababu Yesu anajenga kanisa na anataka kurudisha kanisa mahali pake. Na mimi najua kwamba si bahati mbaya kwamba ujumbe huu umekuja katika huu mwezi mahali hapa. Mungu anataka kujenga kanisa. Wakitokea watu wakaelewa, kama tunasimuliwa kwamba kuna watu waliomba kwenye eneo fulani, uamsho ukawaka ukakumba nchi yote, ukaukumba na ulimwengu. Kama Azusa ilitokea hivyo, kama nyakati za kina John Finney ilitokea hivyo, kama nyakati za kina Wesley ilitokea hivyo,
walianza na uamsho katokea. Ninaamini wakitokea watu tukaelewa vizuri, uamsho utatokea, moto utawaka, na adui hataweka mbegu yake ndani ya kanisa. Narudia, adui hataweka mbegu yake ndani ya kanisa. Adui hataweka mbegu yake ndani ya maisha ya waaminio. Nina hakika mimi, hizi zipo, tunapiga kelele nyingi, lakini zipo kwa sababu moto hakuna. Haleluya. Mungu atutie ufahamu. Tusimame. Niombe wale waliokuwa naimba, tuongoze kwenye wimbo wa kumwabudu Bwana. Nataka leo tuliombee kanisa kwa ujumla. Leo maombi haya tuombe mambo mawili tu. Tuombe Mungu ainue watu watakaojitoa, watakokubali gharama, watakaokuwa tayari kuwasha moto utakaoambukiza watu wengine. Jambo la pili, tuombe wale ambao Mungu amewaweka kuwa viongozi wa wengine ndani ya kanisa la Mungu. Mungu awatie ufahamu ili waliongoze kanisa kwenye misingi. Tuanze kurudi kwenye misingi. Mungu atuinulie watu wawe viongozi, lakini natamani wawe viongozi waanze kuturudisha kwenye misingi. Waanze kuturudisha kwenye misingi. Waanze kututoa kwenye uharibifu. Tuanze kurudi kwenye misingi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe tu, iwe utosaye, wewe tu utosaye, wewe tu iwe utosaye, wewe tu iwe utosaye, wewe tu iwe ndio, Wewe tu, wewe tu ndiwe kimbilio, wewe tu ndiwe kimbilio, wewe tu ndiwe salama. unaweza kuanza kuingia kwenye maombi. Unaweza kuanza kumlilia Bwana. Unaweza kuanza kumlilia Bwana. Unaweza kuanza kumlilia Bwana Yesu. Kwanza wewe, kanisa la Mungu lirudi kwenye misingi.
Yamashaka. Mimi na moyo wako mbele za Bwana. Tuna mzigo wa kujenga. Kazi ni kubwa. Yako majenzi mengi ya mawe, lakini yapo pia miti na manyasi ambayo yanahitaji kuondolewa. Yako majenzi mengi ya nyasi na majani, hayapo kwenye ramani ya Mungu ya ujenzi wa kanisa. Yako majenzi mengi yamo ndani ya kanisa, hayakuasisiwa kwenye ramani ya msalabani. Hayapo kwenye ramani iliyotengenezwa ya kanisa kutoka msalabani. Yametengenezwa kwa akili za wanadamu, yametengenezwa kwa hekima za wanadamu, yametengenezwa kwa mabunifu ya wanadamu. Hayapo kwenye ramani ya kanisa ya msalabani. Wakati Mungu anajenga kanisa ya msalabani, anatoa ramani yake. Hayakuwemo, hayakuwemo, hayakuwemo. Bwana Yesu tuhurumie. Bwana Yesu tuhurumie. Tumekosea sana. Tumeweka kwenye ramani yako mambo yetu wenyewe. Tumeweka matakwa yetu wenyewe. Tumeweka hekima zetu wenyewe. Tumeweka conveniences zetu wenyewe. Tusaidie Yesu. Tuhurumie Bwana Yesu. Tuhurumie Bwana Yesu. Tuhurumie Bwana Yesu. Tunatamani kuirudia misingi iliyojenga kanisa la kwanza. Tunatamani kuirudia misingi baba zetu mitume na manabii wa kwanza walioisimamia. Bwana Yesu, zile kazi za dhahabu ziko wapi Bwana? Zile kazi za mawe ya thamani, zile kazi za mawe na za fedha ziko wapi ya thamani? Kazi za majani ni nyingi, kazi za nyasi ni nyingi, kazi za miti zipo nyingi. Ya mashaka rabo shaka ya mandarabo koria bagasata rabo seke ya mashapo koria bagasata ya mandarabo toria mandarabo saka ya mashapo koria bagateka seke ya mashapo koria bagateka seke ya mandarabo koria bagaseke ya mataramondora bagaseke ya moshepo koria bagateka seke ya mashapo ya bagateka seke ya mashapo ya bagateka seke ya mashapo ya bagaseke ya mashapo ya bagateka seke yendora mondora bagaseke ya mashapo ya bagasaka ya bakara mondora bagaseke ya mashapo ya bagateka seke ya menderebo koria bagateka seke ye moshepo ya bagaseke ya mandoria bazandara boseke ya mashapo ya bagaseke. Katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai, mwambie Bwana ainue watu, ainue wana uamsho wapya tena wa kizazi chetu. Mungu ainue wana uamsho wa kizazi chetu. Bwana ainue watu wanaorudi kwenye misingi na wakawasha moto wa uamsho wa misingi ya kwanza katika kizazi cha leo, katika jina la Yesu wa Nazareti.
Oh, shakaya. Oh, ya matakara baba. Oh, raba shakaya baba. Watumishi wengi wanajenga kwa miti. Watenda kazi wengi tunajenga kwa nyasi, tunajenga kwa majani. Wamesalia wabaki wachache wanaojenga kwa dhahabu. Ni mabaki wachache sana wanaojenga kwa mawe ya thamani, wanaojenga kwa fedha, kazi yenye ubora wa fedha. Akaniambia nimwambie kila mtu akusudie moyoni mwake kujitoa kikamilifu kwa Mungu, ili Mungu apate nafasi ya kufanya matengenezo ndani yake, matengenezo yatakayombadilisha na kumhamisha kutoka kuwa tenda kazi wa miti na majani na nyasi. Inategemea mtu atakavyodhamiria. Atakavyodhamiria kumpa nafasi Mungu kufanya matengenezo makubwa ndani yake, kumpa nafasi Mungu Roho Mtakatifu kufanya matengenezo. Ninaomba ukiwa mbele za Bwana madhabahuni leo, dhamiri ya kumwambia Mungu, niko tayari unitengeneze, niwe chombo kinachokufaa, niwe chombo kinachofaa, niwe mjenzi anayejenga kwa dhahabu na mawe ya thamani. Nimejenga kwa miti kama ulivyoona, na manyasi na majani, lakini nakataa kuanzia sasa, sijengi tena kwa manyasi. Biblia kusema sijengi kwa manyasi tena, sijengi kwa majani tena, sijengi kwa miti tena. Roho Mungu anatafuta nafasi, watu walio tayari kumpa nafasi, watu walio tayari kumruhusu afanye matengenezo anayotaka. Roho Mungu anatafuta watu walio tayari kumpa nafasi na kumruhusu afanye matengenezo anayotaka kuyafanya ndani mwao. Wangapi wako tayari kumpa Mungu nafasi afanye matengenezo? Roho Mtakatifu analia akitamani. Wangapi wako tayari? Ni kina nani wako tayari kusema Roho Mtakatifu, na jikoni fanyie matengenezo, unitengeneze unavyotaka? Anataka kufanya matengenezo, anataka kukarabati, anataka kufanya matengenezo, anataka walio tayari kutengenezwa, anataka walio tayari kufanywa upya, anataka walio tayari kutengenezwa upya, kama chombo kilichokwenda kwa mfinyanzi akakibomoa alafu akatengeneza chombo kingine. Walio tayari kwa maono, kama maono ya Yeremia aliyeona chombo kimeharibika katika mikono ya mfinyanzi, lakini mfinyanzi akakibadilisha akakitengeneza chombo kingine. Wakati wako tayari kwa matengenezo mengine, kwa chombo kingine, sio kile cha nyasi tena, sio kile cha majani tena, sio kile cha miti tena.
yakarabosaka yakarabokoria bagasaka yamashapokora bagatekasete ramoshapokoria bagasete. Ni wakati wa kumpa nafasi ya utakatifu. Yaliyobomoka yajengwe, yaliyoharibika yatengeneze, misingi iliyovunjwa ikatengenezwe tena, misingi itakayokaa kwa vizazi vingi ikainuliwe tena katika jina la Yesu. Ramoshaka Aramondorabazanda Aramondoroboshetokoriya mangateka seke. Hili ni kanisa lako Mwokozi. Hawa ndio wale walio msalabani. Ni kanisa uliokufa kwa ajili yake. Ni kanisa ambayo ramani inayolijenga iliandaliwa tangu ulipochinjwa kwenye misingi ya mwanzo wa misingi ya ulimwengu, ulipochinjwa kama mwana kondoo, ndipo siku ile ramani ya kanisa ilitengenezwa, ukaidhihirisha msalabani, ukaizaa msalabani, ilijengwe katika hiyo. Baba, fanya matengenezo, fanya matengenezo. Uharibifu mwingi umetokea, nyufa nyingi zimetokea. Fanya matengenezo, fanya matengenezo, fanya matengenezo. Kuko tayari Bwana, fanya matengenezo, fanya matengenezo, fanya matengenezo, fanya matengenezo leo takatifu, fanya matengenezo leo, fanya matengenezo leo katika jina la Yesu. Fanya matengenezo Bwana, fanya matengenezo Mwokozi katika jina la Yesu. Oh ya mashaka ya karababa ya karabo korabagaseka